Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa nafasi hii, lakini pia nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya njema, lakini pia kwa kuniwezesha kusimama mbele ya bunge lako tukufu jioni ya leo. Mheshimiwa Naibu Spika, sisi wana Misungwi tutakuwa wachoyo wa fadhila tutakapochangia bajeti ya ujenzi bila kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nianze kusoma maandiko matakatifu kutoka kitabu cha Kutoka sura ya 14 mstari wa 21. Musa akanyoosha mkono wake juu ya bahari, Bwana akaifanya bahari irudi nyuma kwa upepo wa nguvu utokao mashariki. Usiku kucha akaifanya bahari kuwa nchi kavu, maji yakagawanyika. Mheshimiwa Naibu Spika na waheshimiwa wabunge, miujiza hii ya Nabii Musa tumeiona kwenye jimbo letu la Misungwi, ambapo serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeweza kutujengea daraja la Kigongo Busisi kama ambavyo wengi wametangulia kusema. Mheshimiwa Naibu Spika, nilijaribu kukaa kwa utulivu mahala baada ya kuwa nimevuka kwenye bichi kule kwa Mheshimiwa Tabasamu. Kuna hoteli moja imeandikwa Loco Bay, inaitwa Loco Bay. Nikakaa pale kwenye ufukwe ule, nikawa napata upepo mzuri kutoka kwenye ziwa Victoria. Nikawa natafakari, Mheshimiwa Naibu Spika, nikatafakari hotuba ya Mheshimiwa Rais wakati anazindua lile daraja. Ilisema kwamba daraja lile limejengwa kwa shilingi bilioni 718, na kati ya hizo bilioni 566 alizitoa Dr. Samia Suluhu Hassan, na bilioni 152 alizitoa Dr. John Pombe Magufuli hayati, rais wetu kipenzi. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na waheshimiwa wabunge, nilipiga hesabu tangu mkataba usainiwe mpaka kuisha zilikuwa ni siku 1970, wastani wa shilingi milioni 300 na kitu kwa siku, hela zilizokuwa zinakuja hapo. Na kwa kipindi cha Dr. Samia Suluhu Hassan peke yake, kila siku tangu akabidhiwe nchi zilikuwa zinatoka shilingi milioni 357 za Kitanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kusema hayo, niseme tu kwamba hatuna cha kumlipa Dr. Samia Suluhu Hassan sisi wana Misungwi na Watanzania pamoja na nchi jirani za nchi za maziwa makuu kwa kutunusuru na shida iliyokuwepo hapo. Mheshimiwa Naibu Spika, mengi yameelezwa na ndugu yangu Mheshimiwa Mary Masanja na nzira nyingi kutokana na impact ya daraja hilo, impact chanya, matokeo chanya ya daraja hilo. Kwa hiyo tunaomba huo ushoroba, hizo njia zipanuliwe kwa haraka kuja Usagara kwenda kwenye SGR. Na nimwombe ndugu yangu Ulega, kabla sijasahau, kutoka kwenye hii hoja, wakati anahitimisha ataambie wananchi wa Usagara fidia zao pale kwenye mzani ambako kutakuwa na upanuzi mkubwa wa mzani. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nihitimishe. Tunayo barabara ya kutoka Mwanangwa Misase Salawe. Barabara ile, Mheshimiwa Naibu Spika, niungane na kaka yangu Mheshimiwa Deo Mwanyika, ina umuhimu wake. Tunao mradi wa maji, chanzo kikuu cha maji yanayoenda Shinyanga na yatakayokuja hapa Dodoma. Chanzo chake kiko Ihelele. Ukifika Buhingo kuna kilomita 39 kwenda Ihelele na kwenda Mbalika, ambako tunategemea kutoa gridi ya taifa ya maji kuja hapa Dodoma. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba Mheshimiwa Waziri Ulega atakapokuwa anahitimisha atoe ufafanuzi wa hii barabara ya Mwanangwa Salawe pamoja na hiyo barabara ya kutoka Buhingo kwenda Ihelele kiliko chanzo cha maji pamoja na hiyo gridi ya maji ya taifa. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Naibu Spika, naunga mkono hoja na washukuru sana.